Ongezeko la watu na uwiano wa huduma ya maji kwa Dodoma likoje, mkurugenzi? Karibu. Nakushukuru sana, ni washukuru kwa kunikaribisha katika hizi studio za Clouds. Nafikiri nilizimisi kiasi fulani. Tumekuwa tukikutana huko site mara nyingi kwenye matenki, lakini kwa siku ya leo nimepata hizo fursa za kuzungumza kwenye radio, leo ni kwenye TV tena hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba natolea ufafanuzi mambo mbalimbali. Niende kwenye uwiano wa mahitaji ya maji, lakini pia na hali ya uzalishaji wetu. Kwa sasa hivi tunavyozungumza, mahitaji ya maji katika jiji la Dodoma ni lita milioni 159.9 kwa siku. Lakini sisi uwezo wetu tunaweza kuzalisha lita milioni 88 kwa siku. Okay. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba tunazalisha almost 55% ya mahitaji kwa siku. Kwa hiyo tuna deficit au uhaba wa 45%. Na hiyo ndio imekuwa ikipelekea migao ya maji ya mara kwa mara. Sasa mwandishi wa habari hapo aliyoko Dodoma amezungumza kwamba inategemea na wapi ulipo. Yes. Kwa hiyo alichozungumza ni sahihi. Kuna maeneo yana maji masaa 24, kuna maeneo yana maji si kila siku kwa masaa 6 mpaka 7 8. Kuna ambao wanapata maji mara 4 kwa wiki, mara 3 kwa wiki. Wapo mpaka ambao wanapata mara 1 kwa wiki kulingana na eneo ambalo upo. Na hii ni kutokana na huo uhaba ambao upo, lakini pia na jiografia ndo na chanzo cha maji kinachokuhudumia ndio kinachodetermine upate maji mara ngapi katika wiki husika. Okay. Aha. Asante kwa ufafanuzi huo, lakini kama ulivyosema kwamba hata mwandishi amesema kwamba yuko sahihi kwamba ni baadhi ya maeneo na unayapata maji kwa kiwango gani. Natamani kufahamu, Dodoma inategemea sana maji ya chini ya ardhi, ndio? Kama sio utaniweka sawa, kutoka bonde la Makutupora kama chanzo kikuu cha maji. Je, kuna hatari yoyote ya chanzo hizi kupungua kutokana na ongezeko la matumizi na mabadiliko ya tabia nchi? Nakushukuru sana. Chanzo cha maji kama unavyozungumza almost 90% inayohudumia Dodoma Makutupora ndio chanzo kikuu, kinazalisha lita milioni 61.5 kwa siku. Okay. Lakini ukijumulisha hivi vyanzo vingine vidogo ndio vinatufikisha kwenye lita milioni 88. Kwa hiyo tuna chanzo cha maji cha Nzuguni, lakini tuna chanzo cha maji cha Ihumwa, tuna chanzo cha maji cha Nara, lakini tuna Iyumbu. Vyote hivyo na visima vingine vidogo vya pembezoni. Ukijumulisha mpaka vya kisasa ndio unaanza kupata hiyo lita milioni 88. Lakini utaona kwamba the main au core ni Makutupora. Sasa chanzo kile kwa sasa hivi hakina changamoto yoyote ile kwamba labda kimeharibiwa au kimeingiliwa kiasi cha kwamba kinaweza kupunguza hata uzalishaji. Hapana. Wenzetu wa bonde la Wamiruvu ambao ndio wanahusika na ulinzi wa chanzo kile wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana, na tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba kile chanzo mipaka yake inalindwa na hakutokei shughuli za wananchi kuhamia Dodoma na biashara za kibiashara na serikali kuhamia Dodoma zisiwe sababu za kuharibu kile chanzo. Kwa hiyo mipaka imewekwa vizuri na wameendelea kuikasti na kuweka mpaka na zile barabara za kuzunguka mpaka wa lile bonde ili kuhakikisha kwamba watu hawakatizi kuingia katika eneo hilo liendelee kuwepo kwa ajili ya sustainability ya Dodoma ya sasa na ya baadaye. Okay. Na haya malalamiko ambayo yanazungumzwa kwamba kuna maeneo wanapata maji pengine masaa 4, wengine masaa 8, wengine masaa 10, wengine baada ya siku 2 siku 3. Pengine pamoja na uhaba ambao umeuzungumza, mkakati gani ambao pengine mnao kama DUWASA kuhakikisha kwamba basi malalamiko haya yanaondoka? Kama ni masaa 4 basi watu wote wapate masaa 4, au kama ni masaa 6 watu wote wapate masaa 6. Ninakushukuru sana. Na ni swali muhimu na ambalo naamini nikitolea ufafanuzi hapa itakuwa limesolve matatizo mengi sana. Kwa sababu mtu mwingine anasema nimetoka kwetu tunapata maji labda mara 2 kwa wiki. Lakini kila anapokuwa katikati ya mjini hapa kazini kwangu, mbona kila siku nayakuta? Kama alivyozungumza mwandishi, sisi tunategemea na jiografia na eneo lilopo. Kwa mfano, watu wa Vilimani, mimi nikifungulia maji asubuhi, anayepata wa kwanza ni mtu wa bondeni. Kwa sababu maji sio kama umeme, kwamba ukiwasha bata nitoa ukipress kote unapata mwangaza nyumba nzima. Maji ni lazima yasafiri kwenye bomba, yanaanza kufikia mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa hiyo yanajenga msukumo kadiri muda unavyokwenda. Kwa hiyo kama tenki liko kwenye kilima, ukifungua tu maji yatataporomoka, ataenda bondeni kwanza. Kwa mtu wa kwanza kuyapata ni bondeni, atayapata muda huo ndani ya dakika 5 6 tayari ashaanza kuyanywa. Lakini kuna mtu ambaye kwenye mlima ataanza kuyapata, unaoshangaa hata masaa 4 5 yanayofuata.